shauku ya kungoja. Wakati unangoja huwa kunakuwa na shauku. Yaani inaweza kuwa uvama na shauku. Sikia sasa. Maana ya shauku, mtu anaweza akajiuliza kwamba shauku ni nini? Shauku maana yake ni ile hamu. Unakuwa na hamu na kitu fulani. Wakati unangoja unakuwa na hamu. Watu hapa wamesema alikuwa na hamu ya kufaulu, alikuwa na hamu, bado ana hamu ya kupata kazi, alikuwa na hamu ya kufika mahali fulani. Unakuwa na hamu. Lakini kwenye shauku kunakuwa na utayari, kwamba jambo lile likija niko tayari kufanya jamani, kulipokea. Katika kuwa na shauku unakuwa na utayari wa kutenda au kutendewa jambo. Hayo ndio mambo ambayo yanakwenda sambamba na shauku. Lakini katika kungoja kuna subira. Subira hiyo sasa unaweza ukaangalia Biblia inatumia maneno saburi, lakini pia subira. Katika fasiri ya saburi, katika fasiri ya kamusi inasema kwamba saburi kwa muktadha wa Biblia ni uwezo wa kukubali mateso, ni uwezo wa kukubali dhiki, ni uwezo wa kukubali shida kwa ajili ya Mungu. Haleluya kanisa. Sasa kumbe katika muktadha wa Biblia, shauku ya kungoja, wakati unangoja kupata mtoto kama mama Teddy pale, unakuwa na hamu. Wakati unapokuwa na hamu, unakuwa na utayari wa kutendewa upate nini? Mtoto. Haleluya kanisa. Wakati unangoja pengine inachelewa, unakuwa na hamu ya kukubali mateso ya kucheleweshwa. Wakati unangoja uweze kupata kazi, unakuwa na ile dhiki ya kuishi bila kazi. Haleluya kanisa. Somo la leo linahusu shauku ya kungoja. Wakati fulani nilipokuwa nikifikiria kuhusu somo hili, na tumeimba wimbo namba 174 na 171 zote zinashuhudia kuhusu somo hili. Katika wakati ambapo watakatifu wa Mungu, wakati wanangoja kuzaliwa kwa Yesu, na maanisha wale Wayahudi na taifa zima, katika sura ile ya kwanza ya kitabu cha Yohana, naomba tusome hapo kitabu cha kwanza, kitabu kile cha Yohana, fungu lile la kwanza, tuanzie lile fungu la 10 hadi la 13. Maandiko yanasema kwamba alikuwako ulimwenguni, hata kwa yeye ulimwengu ulipata kuwako, wala ulimwengu haukumtambua. Alikuja kwake, wala walio wake hawakumpokea, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Ninajaribu kuangalia wakati taifa la Mungu lilipokuwa likingoja kuzaliwa kwa Yesu. Walikuwa wanatambua kwamba Yesu atakayezaliwa ndiye atakuwa mfalme wao. Walikuwa wanajua. Na ya kwamba wakati Yesu anazaliwa, alipokuwa Yesu anazaliwa, maandiko yananishuhudia kwamba alipokuja ulimwenguni, fungu lile la 11, alikuja kwetu wakati anazaliwa Yesu, wala walio wake hawakumpokea. Kumbe hao watu wakati walipokuwa na shauku kwamba wamekuwa na mateso mengi, wanateseka bila kuwa na mfalme ambaye anakuwa upande wao, wakiaminishwa kwamba Yesu atakuja. Wakati Yesu alipokuja, shauku yao ya kumngoja iliambatana na wao kumkataa Yesu. Hawakumjua Yesu kwamba ni wa namna gani. Katika fungu hili linanionyesha kwamba wakati tunapokuwa na shauku ya kungoja mambo, kuna kuyakataa mambo. Hauwezi kujua kwamba Mungu amekujibu katika namna gani. Fahamu kwamba wakati unakuwa na shauku, hilo ni ombi kwa Mungu, kwamba Mungu, naomba unitendee niweze kufaulu mtihani. Mungu, naomba unitendee niweze kupata kazi. Mungu, naomba uniponye ugonjwa huu. Inawezekana Mungu amekuponya, lakini amekuja kwako na wewe uliye wake umemkataa.
tunapojifunza somo hili la mchana huu leo, ningependa wote tuelekee katika shauku ya kutazamia ufalme wa Mungu. Amina. Wakati tunapotazamia ufalme wa Mungu, kuna mambo mengi ambayo yanaambatana na ufalme wa Mungu. Kama tulivyoimba wimbo namba 173 ambao unatuambia kwamba hatujui saa ambayo atakuja Bwana, dalili zimekwisha kuonesha. Wakati tunamngoja Yesu, anatuambia kwamba tukeshe kwa sababu hatujui saa. Lakini inatuambia kwamba katika lile beti la mwisho kwamba wakati tunapokesha na kuomba daima, anasema kwamba wakati tunamngoja Yesu, tunapaswa kufanya kazi mpaka akija. Kumbe shauku ya kungoja ujio wa Yesu inakwenda sambamba na kufanya kazi ya Mungu mpaka atakapokuja. Haishi hapo. Anasema tutaimba na tutasoma ishara. Ishara za kuja kwa Yesu na zipo na zimekwisha kutimia. Zimekwisha kutimia kwamba Yesu yuko mlangoni. Je, wakati hatujui saa, shauku yako ya kungoja Yesu iko katika hali gani? Napenda tuelezee ujio wa Yesu na shauku yetu katika kujifunza mfano ufuatao. Palikuwepo na mshiriki mmoja katika kanisa. Mshiriki huyu alikuwa na maombi ya siri na Mungu. Wakati anamwambia Mungu ya kwamba Mungu, nataka nikuone, shauku yangu Mungu, nataka nikuone katika siku fulani. Mungu katika kumjibu maombi huyu mshiriki alimpatia jibu ya kwamba jiandae, siku fulani itakuja kwako. Wakati anajiandaa, huyu mtu alifanya mambo wakati anajiandaa kumpokea Yesu akija nyumbani kwake. Kama tulivyoona shauku za watu mbalimbali hapa kwamba alikuwa na shauku fulani, lakini alitenda mambo fulani wakati anangojea jambo hilo. Huyo mtu alichokifanya ni kifuatacho. Alichukua mfagio wake, alifanyia kila kona, alitoa uchafu wowote ule, alichukua dekio lake, akadeki kila mahali, alisafisha uchafu wa kila aina. Shauku yake ni kukutana na Yesu. Ndicho alichokifanya huyu mshiriki. Wakati ahadi yake inaendelea kutimia, shauku yake inaendelea kutimia, akingoja ujio wa Yesu katika nyumba yake, huyu mtu alimuona mtu anakuja nyumbani kwake. Mtu yule alikuwa katika hali tofauti na ambavyo alikusudia. Alimuona mtu mchafu anakuja kwake. Yamkini huyo mtu alikuwa ni mlemavu, anakuja kwake. Tambua kwamba wakati anangoja shauku, wakati akiwa na hiyo shauku ya kungoja Yesu kuja kwake, watu walikuja kumtembelea. Aliwaambia kwamba msiingie ndani kwa sababu nina ugeni namna gani. Ninaongea na watu kwa sababu nina ugeni namna gani. Alikataa watu wasije kuchafua nyumba yake kwa sababu nyumba yake inategemea kupata ugeni kubwa. Wakati amezuia watu wasichafue, alikuja mtu ambaye anaonekana kuchafua nyumba yake. Naye alimwekea bango kwamba usiingie ndani, nina ugeni mkubwa. Yule mtu aliondoka. Wakati anapongoja na asione kitu, wakati anangoja na asione kitu, ndipo siku ilipoendelea kuisha. Masaa yaliendelea kusonga, giza liliingia, akakosa matumaini. Hii inatuonesha kwamba hata tunapokuwa katika kungoja, kuna muda tunakosa matumaini. Siku ilikwisha. Basi huyu mtu alipoona hakuna kilichofanyika, aliingia tena katika maombi. Alipoingia katika maombi,
alimwambia Mungu, Yesu, uliniahidi leo utakuja, mbona sijakuona? Lakini wakati anajibiwa aliambiwa kwamba nilikuja muda fulani, nikiwa katika hali fulani, nikiwa hivi na hivi, lakini haukunipokea. Ilikuwa ni huzuni kwa shauku iliyokuwa katika hali ya kungoja ya mshiriki huyu. Kisa hiki nimependa tushirikiane katika mchana wa leo. Ni mara ngapi tumekuwa tukingoja ujio wa Yesu Kristo? Lakini wakati tunafikiria hapo, safari na mimi katika kitabu kile cha Mathayo, na kitabu cha Luka ile sura ya 17 na lile fungu la 20 na la 21. Mathayo kitabu cha Luka sura ya 17 fungu lile la 20 na la 21. Tukianzia fungu la 20 inasema kwamba, na alipoulizwa na Mafarisayo, ufalme wa Mungu utakuja lini? Aliwajibu akawaambia, ufalme wa Mungu hauji kwa kuchunguza, wala hatasema tazama huku au kule, kwa maana tazama ufalme wa Mungu umo ndani ya namna gani? Naomba tusome hilo fungu la 21 kwa pamoja katika kipengele kile cha mwisho. Maandiko yanasema, tazama, soma na mimi, tazama ufalme wa Mungu umo ndani yetu. Watakatifu wa Mungu, katika mchana huu wa leo, tunapokuwa tukingoja kuuona ufalme wa Mungu, tunapokuwa na shauku ya kupokea ujio wa Yesu Kristo, neno la Mungu katika mchana wa leo linasema kwamba ufalme wa Mungu umo ndani ya kina nani? Ufalme wa Mungu uko ndani ya kina nani? Huyu mtu alipokuwa akingoja ujio wa Yesu, alisafisha nyumba yake. Maandiko yanatuambia kwamba ufalme wa Mungu uko ndani yetu. Ni mara ngapi tumekuwa tukisafisha mambo yetu ya maisha? Matendo yetu tumeyasafisha kwa namna gani? Ili ufalme uweze kuwa ndani yetu, sharti tuweze kusafisha matendo yetu ambayo hayampendezi Mungu. Nitikie haleluya. Haleluya. Kwa hiyo wakati tunapokuwa tukimgoja Yesu, tutambue ya kwamba ufalme wa Mungu uko ndani yetu, na ya kwamba tunatakiwa kusafisha mambo yetu ambayo hayampendezi Mungu. Huyu mtu alifanya sahihi kabisa, ya kwamba Yesu alipokuwa akimpatia ahadi yake, ujio wake usingeambatana na uchafu wa aina yoyote. Lakini wakati Yesu anapokuja, je, uko tayari kumpokea? Huyu mshiriki wakati Yesu anakuja katika aina ile hakumtambua. Je, ufalme wa Mungu unapokuwa ndani yako, ufalme wa Mungu unapokuwa ndani yako, ninapokuwa na shauku ya kungoja Yesu, je, nimemtambua kwamba huyu ndio Yesu? Je, nimefanya yale ambayo Yesu anataka wakati ninapokuwa na shauku? Mungu atusaidie sana katika ibada hii ya leo, ili ya kwamba tuweze kutambua namna gani ambavyo Mungu anataka tuenende tunapongoja ufalme wake. Hawa Wayahudi walipokuwa wanangoja ujio wa Yesu, ya kwamba Yesu aje awatawale, waondokane na dhiki mbalimbali ambazo zilikuwa zikiwapata wakati huo, Yesu alizaliwa, akakua, akaifanya kazi yake. Yesu aliponya wagonjwa. Yesu alifanya kila namna ya kumdhihirisha Mungu katika ulimwengu, lakini hawakumtambua. Yohana sura ya 1 fungu la 13 la 10 hadi la 13 imetuonesha namna gani ambavyo walimkataa, ya kwamba
alipokuja walio wake walimkataa. Ni mara ngapi umekuwa ukipingana na shauku yako? Ni mara ngapi nimekuwa nikipingana na shauku yako? Ufalme wa Mungu uko ndani ya mioyo yetu. Wakati Yesu anapotaka tuweze kuwa nao ufalme wa Mungu kwa kuifanya kazi yake, wimbo umetuelekeza hapa kwamba tutafanya kazi yake mpaka akija. Tutaomba na tutasoma ishara. Wakati unaposoma ishara, ni mara ngapi umeukataa ufalme wa Mungu katika moyo wako? Ni mara ngapi ambapo kanisa linapotaka tuwe na ufalme wa Mungu, ya kwamba tuombe daima, tunaukataa ufalme wa Mungu? Ni mara ngapi ambapo Mungu ametutaka tufanye kazi yake na tuna shauku ya kupata ufalme wa Mungu, tunakataa kuifanya kazi yake? Je, ufalme wa Mungu uko ndani yako katika hali hiyo? Mungu atusaidie sana katika mchana huu leo. Lakini katika fungu la 13 maandiko yanasema kwamba, fungu la 12, bali wote waliopokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa kina nani? Fungua Yohana 1 Yohana sura ya kwanza fungu la 12. Anasema kwamba bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa kina nani? Ndio wale waliaminio jina lake. Katika ibada hii ya leo, niombe iwe ombi lako kupokea ufalme wa Mungu. Upokee ufalme wa Mungu katika moyo wako. Pokea ufalme wa Mungu ili uweze kuwa mwana wake. Amini ambacho Mungu anakuagiza katika mchana wa leo, na hivyo ndivyo utakavyokuwa umeupokea ufalme wa Mungu, na shauku yako yote ya kuweza kupata uzima milele itakuwa imetimilizwa. Katika kufasiri shauku ya kungoja ufalme wa Mungu, inaweza pia ikaambatana na mfano ufuatao. Katika kanisa moja mahali fulani, kanisa ambalo linangoja ujio wa Yesu, hilo ni kanisa gani? Kanisa ambalo linangoja ujio wa Yesu ni kanisa gani hilo? Sisi tunaitwaje? Seventh Day Adventist nini? Sisi ambao tunangoja nini? Ujio wa nani? Sasa natoa mfano wa kanisa nyingine huko, sio mkuu. Katika kanisa fulani ambalo lilikuwa linangoja ujio wa Yesu, nadhani nimeshaelewa kwamba ni kanisa gani. Katika kanisa hilo lilikuwa linafanya matayarisho ya kupokea mchungaji mpya. Wakati wanafanya matayarisho, katika sabato ambapo mchungaji alipaswa kutambulishwa, mtu mmoja ambaye alijivika hali ya hohehahe, asiye mbele wala nyuma, asiyejulikana kama ni Kristo au sio, alikuja katika kanisa hilo siku ya ibada. Wakati anakuja, alipofika kanisani, alikutana na watu wachache waliowahi katika ibada siku hiyo. Kabla hajaingia kanisani, alizunguka maeneo ya viunga vya kanisa na kuliangalia kanisa lipo katika hali gani. Hadithi inatueleza kwamba alipata watu watatu ambao walimsalimia na kumjulia hali. Wengine walimwangalia kama hawamuoni. Alipoingia kanisani, alikaa viti ya mbele kama tunavyoweza kuwakaribisha wageni wetu. Katika hali yake ya hohehahe, ibada ilipokuwa ikiendelea, mashemasi wakiwa katika zamu zao, wakati wanangoja ujio wa Yesu, lakini maalum kwa siku hiyo wakingoja mchungaji wao mpya, walimpata yule mgeni ambaye haeleweki. Wakamwambia, rafiki, hizi siti hazikufai, ingependeza zaidi ungekaa nyuma. Yule mgeni pasipo na wasiwasi alinyanyuka na kwenda kukaa viti vya nyuma. Wakati anatembea, alipenda kuwasalimia kwa mkono wale ambao waliokuwa katika viti vinavyofuatia nyuma. Na kwa namna hii
namna hii. Alipokaa kule nyuma, wakati ibada inakaribia kuanza, kama ilivyo desturi yetu, walitambulishwa wageni. Yamkini wale wageni waliotambulishwa walionekana katika hali ya ugeni na katika thamani ya ugeni. Mnaweza kuelewa vizuri kwa kuwa yeye alikuwa katika hali ya uhohe hai, hakutambulika kama mgeni. Wageni walitambulishwa, amina nyingi zilisikika. Haya, natoa mfano. Namtambulisha kwenu mgeni wetu Injinia Melieli mseme nani? Namtambulisha mgeni wetu katika sabato ya leo. Jina lake anaitwa Melieli Kamachumu. Itikieni amina. Amina. Kwa sauti kubwa sasa bashasha. Namtambulisha kwenu Injinia mgeni wetu katika sabato ya leo, Injinia Melieli Kamachumu. Amina. Amina. Inawezekana pia kale kawimbo kaliimbwa. Amen. Imba. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Mgeni Injinia Melieli nani? Kamachumu ametambulishwa. Namtambulisha kwenu mgeni wetu wa leo, Profesa Mavirono. Semeni amina. Amina. Na karibu pia kapigwa. Wageni walitambulishwa katika ugeni wao na katika hadhi yao ya ugeni. Hadithi inatuambia kwamba huyu mgeni ambaye alijivika uhohehahe hakutambuliwa. Kanisa hili lilikuwa linangoja ujio wa mchungaji mpya, lakini ni kanisa ambalo linangoja ujio wa nani? Wa Yesu. Wakati huduma ya kutambulisha ilipokuwa imekamilika, mzee wa kanisa aliyekuwa anawasiliana na huyu mchungaji mpya alikwenda pale, amevaa suti yake. Sasa sijui kama hii suti amevaa suti yake akishika maiki. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Leo tuna ugeni mkubwa sana. Katika mawasiliano yangu nilikuwa naongea na mchungaji wetu anakuja. Lakini naomba niwatambulishe kwamba leo tuna mchungaji wetu mpya na yuko miongoni mwetu. Apite mbele. Yule mtu katika hali yake ya uhohehahe alikuja akinyata. Kabla hajaja, amina nyingi zilisikika akitambulishwa mchungaji mpya. Fahamu kwamba pengine kanisa lile lilikuwa linangoja ujio wa nani? Wa mchungaji. Lina shauku. Alipoanza kunyanyuka, zile nyimbo, zile shangwe zilianza kufifia hata kuisha kabisa. Yule mchungaji alifika mbele. Wakati anatambulishwa, alishika maiki, akasalimia kanisa. Maneno yake yalikuwa kama yafuatayo: nimekuja katika kanisa hili, nimeona kusanyiko la watu, lakini sio wa Kristo. Alisema nimeona kusanyiko la watu, lakini sijaona namna gani? Wa Kristo. Hiyo ndio ilikuwa sentensi ya mchungaji. Wakati anaitamka sentensi hiyo, alikuwa amenukuu katika kitabu kile cha maandiko matakatifu, kitabu kile cha Mathayo sura 25 fungu la 35. Safiri na mipaka. Ukianzia fungu la 35 hadi fungu la mafungu ya huko chini, fungu la 40. Mathayo sura ile 25 tuanzie fungu la 34 na kuendelea. Katika sura hii inazungumzia namna gani ambavyo
wakati watakatifu wa Mungu tutakapokuwa na shauku ya kupokea uzima wa milele, tukifika mbinguni na tunajua ya kwamba uzima wa milele uko ndani ya mioyo yetu, katika hukumu ambayo Mungu ataitoa kutakuwa na maneno haya: kisha mfalme akawaambia wale walioko mkono wake wa kuume, njooni mliobarikiwa na Baba yangu, ulithini ufalme mliowekewa tayari tangu kuumbwa ulimwengu. Kwa maana nalikuwa na njaa mkanipa chakula, na alikuwa na kiu mkaninywesha, na alikuwa mgeni mkanikaribisha, na alikuwa uchi mkanivika, na alikuwa mgonjwa mkaja kunitazama, na alikuwa kifungoni mkanijia. Katika sura hii inatuonesha kwamba wakati mwingine tunaukataa ufalme wa Mungu. Watu wa Mungu tunaukataa ufalme wa Mungu kwa sababu ufalme wa Mungu uko ndani ya mioyo yetu, na katika mioyo yetu ufalme wa Mungu unakwenda sambamba na matendo mema. Katika sura hii ya Mathayo 25 inatuambia kwamba wakati tutakapokuwa tumetwaliwa, wakati alipokuwa uchi tulimnywesha, wakati alipokuwa ana kiu, lakini tulimtembelea kifungoni wakati yupo kifungoni. Wapendwa, katika mchana huu leo, wakati tunangoja shauku ya Mungu, inaweza ikawa Mungu anatupatia uzima wa milele katika kipaumbele, kama mchungaji mgeni katika kanisa alipokuja katika siti za mbele akitoa kipaumbele cha kukaribishwa kama mgeni maalum, akarudishwa nyuma kwa kuonekana kwamba hana muonekano wa ugeni. Inawezekana tunakuja katika ibada kukusanyika, lakini sio katika Ukristo. Mungu anatuambia katika mchana wa leo, ufalme wa Mungu uko katika mioyo yetu. Na hivi basi, tunapokuwa tukingoja ujio wa Yesu Kristo, tuendelee kufanya kazi ya Mungu kwa kuwapatia watu chakula, kwa kuwavisha watu, kwa kuwatembelea wafungwa, na huo ndio ufalme wa milele. Haleluya. Haleluya kanisa. Mungu anatutaka katika mchana wa leo tusiukatae uzima wa milele. Kati mchungaji anakuja katika kile kisa kinatuonesha kabisa kuna wakati mambo ya Mungu yanakuja katika hali ambayo huitazamii. Inawezekana Mungu amekupatia kazi uifanye ili uweze kupata uzima wa milele katika moyo wako. Inawezekana Mungu anakutaka uje katika maombi ili uweze kupata uzima wa milele, lakini katika kipaumbele cha viti ya mbele unasogeza kiti cha nyuma, unasema mambo haya mimi siyawezi. Unaona kabisa kwamba Mungu hana nafasi ya kupewa kiti cha mbele, unaweka katika kiti cha nyuma. Ufalme wa Mungu upo katika mioyo yetu. Ufalme wa Mungu hauji kwa kuchunguzwa. Mara utaambiwa kesho anakuja uko huku, uko kule. Shauku yako ya kungoja ujio wa Yesu iambatane na kuifanya kazi ya Mungu. Haleluya kanisa. Haleluya kanisa. Katika mchana wa leo, wimbo namba 174 ambao tumeuimba katika ibada ya leo kama wimbo mkuu, ningependa tufanye kurudia katika kuimba. Lakini tunapoendelea kufungua katika wimbo huo namba 174, ningependa vijana wachache waje hapa mbele tuwe pamoja na kanisa pia kwa ujumla. Wakati tunapokuwa tukiimba wimbo huu, fungu letu kuu katika ile Warumi sura ile ya 8 na ile fungu la 25
lilikuwa lina maneno yafuatayo. Fungua na mimi hapo. Warumi sura ya 8 fungu la 25. Maandiko yanasema hivi: bali tukitarajia kitu tusichokiona, twakingoja kwa namna gani? Fungua hapo, fungua tu, hata kama una simu yako fungua hapo. Fungua hapo. Warumi sura ya 8 fungu la 25. Maandiko yanasema kwamba bali tukitarajia kitu tusichokiona, twakingoja kwa namna gani? Bado sauti ya ni bali, narudia tena. Bali tukitarajia kitu tusichokiona, twakingoja kwa namna gani? Fungu hili linaonesha hali ya kungoja. Lakini unangoja kitu usichokiona. Kitu usichokiona. Hebu labda nijaribu kuuliza, inawezekana kitu ambacho sijaona. Jamani, wangapi ambao tumeshaona ufalme wa Mungu? Ambao tumekwisha kuona ufalme wa Mungu, nyosha mkono. Maandiko yanasema kwamba bali tukikitarajia kitu tusichokiona, twakingojea kwa namna gani? Watakatifu wa Mungu, tunapongoja uzima wa milele, tunapokuwa na shauku ya kungoja uzima wa milele, tunapokuwa tukimgoja Yesu, maandiko yanatuambia kwamba twangoja kwa namna gani? Twangoja kwa namna gani? Sasa ngoja nikurejeshe katika maana ya saburi. Saburi katika muktadha wa Biblia ni uwezo wa kukubali mateso, dhiki, shida kwa ajili ya namna gani? Ya Mungu. Hiyo ndio maana ya saburi kwa muktadha wa Biblia. Ni mara ngapi unapongoja uzima wa milele unapata dhiki wakati unangoja uzima wa milele? Shauku yako ya kungoja uzima wa milele, namna gani inapata mateso? Namna gani unapata shida? Watu wa Mungu, kwenda mbinguni kuna kupata shida. Inakutaka uweze kuwa na uzima wa milele kwa saburi. Shauku yako ya kungoja uzima wa milele, lazima upate shida ya kuacha mambo yako, halafu tutumilie uzima wa namna gani? Safari ya kwenda mbinguni, subira ya kuona uzima wa milele, inakutaka uteseke katika maombi ndipo upate uzima wa namna gani? Hivi nina hata pale jamani, sauti mara ndogo kiasi hiki. Narudia tena. Unapokuwa ukiwa na shauku, una subira, unapokuwa na saburi ya kusubiria uzima wa milele, lazima uteseke katika magoti. Haleluya. Lazima uteseke kwa kufanya kazi ya Mungu. Haleluya. Lazima upitie shida ya kukataliwa. Hiyo ndio saburi. Hiyo ndio saburi ya kungoja uzima wa milele. Shauku ya kungoja. Katika mchana wa leo, wakati hatuijui sana atakapokuja, inaweza kuwa mlango ukafungwa, bado haujaweka tayari mambo yako. Uzima wa milele katika moyo wako, bado. Uzima wa milele katika moyo wangu, bado. Hatujui sana. Wimbo namba 174 ulituambia kwamba hatujui sana, lakini anatuambia tukeshe. Katika wimbo huo mtunzi anasema kwamba kwa kweli hatujui, lakini dalili zimefanyaje? Zimetimia. Lakini beti la pili anasema kwamba pana nuru kwa ambao wanatenda haki, pana kweli katika chuo cha nini? Cha Mungu. Unapokuwa unangoja ujio wa Yesu, ni mara ngapi umesoma maandiko matakatifu? Na hapo ndipo pana nuru katika kuendea ufalme wa Mungu. Lakini unabii unatufundisha kuja kwake hatujui sana.
Beti la mwisho wanasema tutakesha na tutaomba daima. Tutafanya kazi mpaka akija. Tutaimba na tutasoma ishara. Kwa sababu gani? Hatujui nini sana. Shauku yako ya kungoja iendane sambamba na kuyafanya mambo haya. Haleluya. Wimbo namba 174 ambao unakuwa na dhima pia katika somo hili leo. Ningeomba basi wale vijana hapa wachache wasimame tuweze kuimba kwa pamoja na kanisa kiongozwa na hao vijana. Vijana, Mungu amwandikia, mna nguvu nyingi. Haleluya vijana. Vijana wachache hapa tuimbe na nyie wimbo huu namba 174. Basi tusimame kwa yote. Kiongozi wa nyimbo tuongoze katika wimbo namba 174. Wimbo namba 174. Wimbo namba 174. Kiongozi wa nyimbo. Sijui atakapokuja. Bana na kanisa lote pia. Sijui atakapokuja. Mchana au usiku. Utwambia tuwe tayari.
nafsi yangu umngoje Bwana, mngoje kwa saburi. Hayo yawe maneno yako katika misho ya ibada hii ya leo. Mungu atusaidie sana ya kwamba anapokuja kama mwokozi wetu awe rafiki kwetu, na atusaidie tuweze kukesha wakati tunamngoja. Tunayo mafungu machache hapa ya kutiana moyo. Kitabu kile cha Isaya 40:31, maandiko yanasema kwamba wamtumainio Bwana watapata nguvu mpya, hawatachoka, hawatazimia. Wakati tunamngoja Mungu atusaidie tusichoke na tusizimie. Kitabu kile cha Zaburi 27 fungu la 14, maandiko yanasema kwamba mngoje Bwana, uwe hodari, naye ataimarisha moyo wako. Haleluya. Haleluya. Zaburi sura ya 62 fungu la 5 na la 6 linakuwa ni ombi la nafsi yangu na nafsi yako, ya kwamba nafsi yangu umngoje Mungu kwa utulivu, kwa maana matumaini yangu yanatoka kwake. Hilo ndio liwe ombi lako, lakini liwe ombi lako pia. Mungu atusaidie sana katika mchana wa leo, ili shauku ya kumngoja iambatane na kuona uzima wa milele. Mungu atusaidie sana. Ningependa kwa kujikabidhi kwa Mungu, ili Mungu aweze kuwa nasi kati tukiwa na hamu ya kumwona japo, tuweze kuandaliwa mioyo yetu kwa ajili ya uzima wa milele. Ni muombe basi mchungaji miongoni mwetu aje hapa mbele aliombe kanisa, ya kwamba Mungu atie nguvu katika kumngoja, ya kwamba shauku yetu isipite bure. Mungu atusaidie sana tuweze kuona uzima milele. Karibu sana kwa maombi. Baba yetu, rafiki yetu mpendwa, uketie katika kiti cha enzi mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya mchango wa pekee. Tunakushukuru kwa ajili ya kukubali kusikia neno lako katika wakati huu. Tumesikia kupitia mtumishi wako ambaye ameendelea kutoa maneno yako katika kitabu chako kitakatifu. Baba, tumekuwa na shauku ya kungoja. Tunapokuwa na shauku hii Baba, tunaomba uweze kuwa upande wetu, tupiganie. Tumeelezwa kwamba shauku inaambatana na maumivu na dhiki, na subira hii inaambatana na uchungu mkubwa na mateso makali. Tunaomba ukatupe uvumilivu wakati tunapoendelea kukusubiri tunapokuja. Na zaidi ya yote Baba, tupe utambuzi, kwa sababu wakati mwingine umekuja kwetu kwa namna mbalimbali, lakini tumeshindwa kukutambua na tumekufungia nje ya mioyo yetu. Unapokuja kugonga mlangoni mwa mioyo yetu, wakati mwingine kwa kutokutambua tumebaki kukataa kufungua milango yetu kukaribisha. Tunaomba ukaweze kutusaidia sasa kwa kutujaza Roho Mtakatifu, ili akatuelekeze namna bora ya kuishi katika maisha yetu. Baba, tunaomba ukaweze kutujenga na kutuumba upya. Tufanye tuwe wa Kristo safi, ili utakapokuja kundi lote hili likaweze kukulaki mawinguni. Baba, mchana huu kwa ajili ya somo hili tunaomba ukaweze kugusa kwa mkono wako wa uponyaji wale wote wenye shida mbalimbali, wagonjwa ukawape amani yako, ukawaponye, na kila mwenye hitaji la moyo wake ukamguse sasa, ukimpatia hitaji lile, kwa kuwa wengi walikusubiri kwa muda mrefu. Na leo ikawe mwanzo wa kufunguliwa kwao. Wale
Baba, naomba ukaweze kuingilia kati, ukaweze kufungua vifungo vyao. Katupe amani. Tunapotawanyika sasa, ukatembee pamoja na kila mmoja wetu. Ikikupendeza, ukaturejeshe tena kwa ajili ya kuabudu. Tumeomba haya tukiamini katika jina la mwanao Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wa maisha yetu. Amina.